Unanijibu jeuri mimi? Bosi wao alikuwa mzungu mmoja hivi. Kwa bahati mbaya alifariki kwa ugonjwa wa presha ya moyo. Kwa hiyo sasa kaka yangu pamoja na baba yako waliamua kubaki pale kwa ajili ya kuendelea na kazi, huku akiendelea kuwasubiri ndugu yule mzungu aweze kufika, lakini hakuna mtu yote ambaye aliweza kujitokeza. Baada ya muda, kumbe yule mzungu alikuwa amempa zawadi baba yako ya nyumba, lakini hakutaka kumshirikisha mtu mwingine yoyote zaidi ya kaka yangu mimi. Baada ya babako kuzawadia ile nyumba, naye alitaka amfanyie surprise mwanae ambaye ni kaka yako wewe. Ina maana kumwambia hata mamangu? Sijui, ila kwa maelezo yake kwamba anasema hakuna mtu yote anafahamu kuhusu hilo. Sasa siku moja kabla ya kumfanyia surprise, majambazi walivamia katika ofisi yao usiku na wakaweza kumuua baba yenu. Yaani ndipo hapo kakaangu alivyoamua kujimilikisha ile kampuni mpaka leo. Kwa hiyo wale majambazi waliagizwa na kakako? Ndio maana yake. Na alisema kwamba yaani asingeweza kukubali kabisa kugawana share za kampuni na mtu ambaye tu alikuwa mlinzi